Bwana Yesu asifiwe. Tuombe kwa ajili ya somo la leo. Baba yetu, muumbaji wetu, tunakushukuru kwa kutupatia nafasi hii. Tunaomba Roho yako Mtakatifu, mwalimu wa kweli, atufundishe. Tamalaki kila mahali sauti yangu inakopenya, kwa jina la Yesu, amina. Tunaendelea na somo letu la jana. Jana tumeanza kuona namna ya kuishi na mke kwa akili. Na ili mwanaume aishi kwa akili na mkewe, anapaswa ajue wajibu wake kama mwanaume ni upi. Na Mungu ametupatia wajibu wa kufanya kila mwanandoa kwa usalama na ustawi wa ndoa yake. Sasa ndoa ni mfano wa barabara. Magari hupita kwa kupishana barabarani. Kila gari huwa linapita upande wake. Na unapoona ajali imetokea, basi ujue kwamba kuna gari limeacha upande wake na likapita upande wa mwingine. Vivyo hivyo wanandoa, kwamba kila mwanandoa anatakiwa apite upande wake. Upande wa mwanaume ni upendo. Lakini upande wa mwanamke ni utii, na njiani mnapishana vizuri. Mke na mume, kila mtu akipita upande wake, mtaendesha magari yenu kwa furaha na njiani mnasalimiana. Lakini ikitokea kwamba mmoja ameacha njia yake, mwanamke akajifanya kupita upande wa mwanaume ambao ni upande wa kupenda, ajali huwa zinatokea. Lakini basi kama magari pia barabarani, kuna wakati unaomba site ili upite upande wa mwenzako, na unaweza ukapita ule upande, mara tu unarudi tena upande wako. Katika ndoa hivyo hivyo, kuna wakati mwanamke anachukua upande ule wa kupenda. Kumbuka kwamba sisi tumeumbwa tu na upendo, uko ndani yetu, unasubiri tu mtu fulani auchokoze. Na mwanaume pia anaweza akapita upande wa utii. Shida imetokea, amani hakuna, mwanaume anatakiwa ajishushe, apite barabara ya mkewe ya utii, amani ije, na baada ya hapo mnaendelea. Sasa huu wajibu wa mume au kuishi na mke kwa akili ni kujua mwanaume anachotakiwa kufanya kwa mkewe, yaani wajibu wake. Wajibu ulio mkubwa kabisa wa mwanaume kwa mkewe ni kumpenda mpaka mwanamke ajue. Na tunasoma Waefeso 5:25, utasoma Wakolosai 3 fungu la 19, enyi waume wapendeni wake zenu, msiwe na uchungu nao. Kuna wanaume wana uchungu na wake zao. Mke alimkosea mwaka juzi, anakumbusha mpaka leo. Alikuja baba yangu, umempikia dagaa. Baba yangu ana vidonda vya tumbo. Alikuja mjomba. Ni uchungu, na Mungu amekataa. Wanaume, msiwe na uchungu na wake zenu. Na ukisoma lile fungu ambalo sasa ndio kiongozi wetu, ya kwamba ishini nao kwa akili ili kuomba kwenu kusizuiwe. Kuna wanaume maombi yao Mungu hayajibu kwa sababu ya wanawake. Ndio maana nilianza masomo ya wanawake, ili wanawake tukumbushane, tujue sisi ni kina nani, kwamba yani wewe unaweza ukafanya mume wako hafanikiwi kwa sababu yako. Kwa hiyo mwanamke moyo wake unapaswa uwe mweupe, asiwe na kinyongo kwa mumewe, maana utazuia maombi yake. Wajibu wa pili ni kumtunza mkewe. Waefeso 5:29 anasema, kwa maana hakuna mtu anayeuchukia mwili wake popote, bali huulisha na kuutunza kama Kristo anavyolitendea kanisa lake. Kumlisha mkeo na kumvisha. Mvishe mkeo apendeze. Baba, una suruali tele, una masuti kama yote, lakini mkeo hana nguo, na hata kuongozana naye hutaki kwa sababu mkeo hapendezi. Mama anataka muongozane, baba fulani nisubiri basi, tanguliamo. Ingekuwa ni mimi, hakuna cha kutanguliamo, nashika mkono twende wote, na manguo yangu yasiyoeleweka tutaenda wote. Mume, tunza mkeo. Lakini Timotheo wa kwanza 5 fungu la 8 anasema hivi, lakini mtu yeyote asiyewatunza walio wake, yaani wale wa nyumbani mwake hasa,
ameikana imani, tena ni mbaya kuliko asiyeamini. Ina maana kuna wanaume msikitini anaenda, kanisani anaenda, lakini yeye ni kafiri. Kafiri ni mtu asiye na dini, asiyetunza watu wake nyumbani, ni mbaya kuliko kafiri. Akina baba, amkeni mtunze familia. Jambo jingine pia, kuishi na mkeo kwa akili. Wanawake tumeumbwa tofauti na wanaume. Katika mwezi kuna nyakati ambazo, kuna siku ambazo mwanamke anaingia pangoni, hajaudhiwa na mtu, haumwi, lakini hana tu furaha. Mwanaume unatakiwa ujue kwamba hizi nyakati mke wangu yuko pangoni, ni mambo mawili: nimfuate pangoni au nimsubiri nje, atatoka. Sasa mwanaume anayeishi na mkewe kwa akili anaelewa kwamba okay, ndio zile nyakati. Hauumwi mke wangu, mtu amekuudhi, ujue kwamba yuko wapi? Pangoni, atatoka. Na tunasoma Malaki 2 fungu la 14 mpaka la 16, linasema hivi: lakini ninyi mwasema, ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Bwana amekuwa shahidi kati ya wewe na mke wa ujana wako uliyemtenda mambo ya hiana, ingawa yeye ni mwenzako na mke wa agano lako. Wanaume wengi wanawatenda wake zao mambo ya hiana. Ana mke mwaminifu nyumbani, lakini ana michepuko. Ni kweli tumejifunza kwamba sisi wanawake ni wasaidizi, mambo madogo madogo tufanye. Mke wako anafanya mambo madogo, yale makubwa hayaoni. Pesa unakopeleka hujui. Hayo ni mambo ya hiana na Mungu anakasirika. Unatunza mchepuko, unaacha kutunza mkeo. Na michepuko nafikiri ina gharama kubwa zaidi, na huwa hawana mapenzi, anakuchuna tu. Niseme kwa sauti kubwa, anakuchuna. Peleka pesa kwa mkeo ili muendelee. Ukitaka ujue kama anakuchuna, hebu ugua. Ukiumwa utaenda wapi? Utarudi kwa mkeo. Na wamama, Mungu awabariki kwa mioyo yao. Mwanaume anatoka anakula pesa zake, anamaliza, alafu anarudi anatia huruma nyumbani. Wamama anakunjua mikono, anampokea. Hata kama anakasirika, lakini anampokea. Hiyo ndio roho ya wamama, roho ya malezi. Baba, mambo ya hiana unayofanya, unajizalishia watoto huko kama mbegu za mchicha, wakati nyumbani mkeo amekuzalia watoto wazuri. Unamtenda mkeo mambo ya hiana, kwenda kuzaa nje, kuacha mkeo nyumbani, ni mambo ya hiana. Sasa tukumbushane, kwa sababu ninaenda duniani kote. Ni dhambi kubwa kuzaa watoto wako nje umletee mkeo nyumbani. Watoto wanaoweza kuwepo pale nyumbani ni wale ambao mama huyu aliyeolewa aliwakuta, sio wale unaotengeneza baadaye alafu mletee mkeo. Kwa nini mtoto wa watu ateseke? Mungu anachukia mambo ya hiana. Wanaume mpo kwanza huko, mpo, msikilize vizuri.